wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waheshimiwa, nami niungane na walionitangulia kumshukuru Mungu kutanisha leo hapa kwa ajili ya kuapisha Jaji Mkuu, lakini pia nishukuru muhimili wa mahakama kwa ushirikiano mkubwa wanaonipa katika kazi zangu. Ndugu zangu, leo ni siku ya kihistoria ambapo tunaapisha jaji wa 9 kama alivyosema Jaji Mkuu mstaafu wa hapa Tanzania, lakini kwa jaji mzalendo nadhani atakuwa jaji wangapi? Wa 6, wa 7 kwa jaji mzalendo, jaji wa 7 mzalendo. Lakini kubwa zaidi kwamba tunamwapisha hapa Dodoma, ambao hakuna jaji mkuu amewahi kuwa hapa Dodoma, na hapa kipindi ambacho mahakama ilishahamia kikamilifu Dodoma. Kwa hiyo hongera sana Jaji Masaju. Nikupongeze Jaji mstaafu Ibrahim Hamis Juma, jaji unayemaliza muda wako wa utumishi. Wakati unazungumza nilikuwa na kuangalia na sijawahi kukuona ukiwa na furaha na kuchangamka. Ulishazungumza nikiwepo kwenye hadhira kadhaa, lakini leo nimekuona uko mwepesi, umechangamka, unasema Mungu asante, nimelivua ili zigo. Nakupongeza sana, lakini kushukuru kwa kazi kubwa sana ambayo umeifanya ndani ya mhimili wa mahakama. Umefanya kazi kubwa sana ya kuendeleza na kuleta mageuzi ndani ya mahakama, pamoja na kushikwa mkono na serikali, lakini uongozi wako ndani ya mahakama ndio umeleta mageuzi yale. Umeweza kuleta mageuzi ya kimiundombinu na bado umeacha kazi inaendelea, lakini kimifumo na kiutendaji. Siku nafungua jengo la mahakama hapa Dodoma, nilipelekwa kwenye chumba kiko basement chini huko. Kichumba hicho ni kama baola, kama sinema ya mahakama. Huko unaona kila kitu kinachotokea kwenye mahakama zetu saa hiyo hiyo wakati huo. Kama jaji kaahirisha kesi, hicho kichumba kinakwambia hii kesi namba ngapi huku Mwanza imeahirishwa sasa hivi saa fulani saa fulani. Kesi hii imeshahukumiwa hii, nikasema yes. Hii ndio mahakama yetu. Na aliniambia kwamba chumba kile ni cha pili, Mheshimiwa Jaji Mkuu mstaafu. Tumezidiwa na nchi moja ambao nao pia wamekuja kuangalia tulivyofanya. Kwa hiyo ni cha pili ulimwengu mzima kuliko hao walioendelea sisi tunacho. Kwa hayo ndio mageuzi makubwa ambayo jaji mstaafu, Jaji Mkuu mstaafu umetusaidia kuyaleta. Umeandika historia na umeacha legacy kubwa. Na kutokana na hayo umeweza kukuza imani ya Watanzania kwa mahakama yao. Najua kwamba katika miaka 3 mfululizo kila tukifanyiwa tathmini duniani, imani ya Watanzania kwa mahakama yao imekuwa ikipanda. Kwa hiyo tunakushukuru sana. Lakini kama ulivyosema hapa, umekuza ushirikiano na mihimili mingine ya dola. Jua dola inafanywa na mihimili 3 kwa katiba yetu hapa Tanzania: mahakama, bunge na serikali. Sasa mihimili hii, ili dola iende vizuri, mihimili hii lazima ishirikiane. Sasa wale wenye tafsiri kwamba serikali kushirikiana na mahakama ni dhambi, hapana. Mahakama haitaweza kufanya kazi zake kama hakushirikiana na serikali. Kwa hiyo ulifanya vizuri katika mhimili wa mahakama, na ndio maana mambo yote haya yakawa yamekuja yametekelezwa vizuri. Lakini nadhani ni kipindi ambacho wewe ukiwa jaji mkuu na mimi nikiwa hapa ndio tumeajiri majaji wengi zaidi, kuipa mahakama watumishi wengi zaidi, pamoja na mabadiliko mengine yanayoendelea.
Kwa ujumla Mheshimiwa Jaji Mkuu mstaafu, mimi nikushukuru sana kwa utumishi uliotukuka, na niliwiwa kukupa nishani kwa utumishi ule. Kwa nakushukuru sana. Nikuombee uende ukapumzike kwa furaha, lakini Mwenyezi Mungu akuongoze katika shughuli ulizozipanga baada ya kustaafu. Lakini kama alivyosema Waziri Mkuu, serikali tutakapokuhitajia wakati wowote, tunaomba uturuhusu tukutumie, kwa sababu umestaafu lakini bado una nguvu, na tusingependa kuitumia hiyo brain ambayo unaitoa kwenye muhimili. Kwa uturuhusu tukutumie wakati wowote ambapo tutatarajia. Kwa Jaji Mkuu mpya, matarajio ya Watanzania ni kuona mahakama inaendelea zaidi kutoka hapa tulipofika. Majengo, watendakazi, mifumo na yote yaliyoko mahakamani yanahitaji kuendelezwa, na Jaji Mkuu mstaafu amesema vizuri hapa kwamba bado kuna miradi ambayo inaendelea, mengine fedha zake zipo, mengine fedha za kutafutwa, lakini kuhakikishia ushirikiano wa serikali kwenye kukamilisha miradi hii. Lakini matarajio ya Watanzania pia ni kuona mahakama ikiendelea kusimamia haki ndani ya nchi na haki zetu nje ya nchi. Kwa hiyo hilo nalo ni jukumu kubwa ambalo Watanzania tunatarajia utalisimamia. Katika kusimamia haki, siku ya sheria ya mwaka huu Februari 1, Februari 2, siku ya sheria ya Tanzania, nilisema kwa majaji kwamba kazi yetu ni kusimamia haki. Kazi ya kutoa haki ni kazi ya Mungu, lakini kwa duniani kazi ya haki ni kazi ya majaji. Lakini nikasema kwa Mungu kumezidi mambo mawili. Kuna kudra, kuna jaala. Anaweza kufanya lolote kwa kudra zake, akakadiria lolote likamtokea mtu au nchi au kundi. Lakini kuna jaala, anaweza akakujalia chochote kingine. Lakini sisi majaji hatuna kudra wala jaala. Kazi yetu ni kusimamia haki, na ni kusimamia haki kwa misingi tuliojiwekea. Kwa hiyo naomba nilisisitize hilo, tuendeni tukasimamie haki. Na kama nilivyosema, serikali kwa upande wetu tafanya kila linalowezekana kuendeleza ufanyaji kazi wa mahakama, kama vile nilivyosema au nilivyoahidi wakati nalihutubia bunge kwa mara ya kwanza tarehe 22 mwezi wa 4 mwaka 2021. Tutaendelea kufanya hayo ili mahakama ya Tanzania isimame vizuri na iwe ni moja katika mihimili wenye hadhi duniani. Jambo jingine nalotaka kukusisitiza ni kuendelea na utekelezaji wa mapendekezo ya Tume ya Haki Jinai. Nenda kaangalie yepi tayari tumetekeleza, yepi bado, na tuone jinsi tutakavyoendelea kuyatekeleza ili haki isimame vyema ndani ya nchi yetu. Zumari ya Zanzibar. Zumari ya Zanzibar huwa naisikia kwenye ngoma inaitwa Msewe au Kibati. Sasa unayoisema we sijui ipi, kama ya Msewe au ya Kibati. Lakini nadhani tanongona na Jaji Mkuu nijue uko Zanzibar wamepuliza zumari gani ambayo na nyinyi mnaidai huku. Lakini nadhani nilipata, kama ndio zumari yenyewe hiyo, nilipata na tumeanza kushughulikia. Lakini pia nikubaliane nawe kwamba labda tukae kwenye kikao na majaji na watumishi wa mahakama ili ile zumari sasa muipulize wenyewe, isipulizo kutoka kule. Kuna kipindi nilijaribu kuomba mkutano na majaji, lakini nikaambiwa unawajua majaji wewe. Nikarudi nyuma kidogo, nikasema ngoja basi niendelee kuwasoma. Sasa kwa sababu Jaji Mkuu umenialika mwenyewe, basi mimi niko tayari kuja kufanya kazi na yeye.
Lakini hitimishe kwa kurejea pongezi zangu kwako Jaji mstaafu kwa kukamilisha kazi hii bila makando kando. Hongera sana. Lakini pia kwa Jaji mkuu mpya, nikupongeze lakini nikupe pole, kwa sababu mzigo huu si mdogo. Mzigo huu si mdogo, una kazi ya kufanya. Jaji mstaafu alikwambia wewe huhitaji uwanja mkubwa sana wa ndege ili uweze kuruka kwa sababu una uzoefu. Na mimi nataka nikupe moja tu. Kama ni mfano ni ndege, ukiwa angani ndege ukaribia kuisha mafuta. Sasa unapokaribia kuisha mafuta, hiyo ndege usende kuifanya wanasema nini? Nose diving, nose crashing. Hapana. Tafuta kiwanja cha karibu, tua. Jaza mafuta uruke tena. Sasa unapotaka kujaza mafuta, mimi nifanye ndio mtumishi wako wa kukuwekea yale mafuta kwenye ndege yako, ili uweze kuruka tena na safari iendelee. Baada ya kusema hayo, nakutakia kila la kheri na Mungu akupe hekima na busara uweze kuifanya kazi hiyo vyema. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kitakachofuata Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, ni picha za kumbukumbu. Naomba ridhaa yako. Asante. Brass band kwa dakika moja kati tunafanya maandalizi. Mheshimiwa Rais, naomba ukae kwenye kiti chako. Na viongozi wengine wote kwa heshima na taadhima tukae.